Bilionea Elon Musk ametangaza kuondoka rasmi katika nafasi yake ndani ya serikali ya Rais Donald Trump baada ya kuongoza juhudi tata za kupunguza ukubwa wa serikali kupitia idara ya ufanisi wa serikali inayojulikana kama DOGE. Kupitia ujumbe wake alioweka kwenye mtandao wake wa kijamii X, Musk alimshukuru Rais Trump kwa nafasi hiyo akisema, "Wakati wangu kama mfanyakazi maalum wa serikali unavyofikia kikomo, napenda kumshukuru Rais Donald Trump kwa kunipa nafasi ya kupunguza matumizi yasiyo na tija. Dhamira ya DOGE itaendelea kuimarika kadri inavyojengeka kama utamaduni ndani ya serikali." Musk alikuwa ametajwa kama mfanyakazi maalum wa serikali, nafasi iliyomruhusu kufanya kazi serikalini kwa siku 130 kwa mwaka. Kuondoka kwake kulitarajiwa kufikia mwishoni mwa Mei, lakini muda wake wa kuondoka umekuwa gumzo, kwani umetokea siku moja tu baada ya yeye kukosoa muswada wa kisera wa ndani wa Rais Trump. Katika mahojiano na kituo cha CBS News, Musk alielezea masikitiko yake kuhusu muswada huo unaojulikana kama Big Beautiful Bill, ambao unaongeza matumizi ya ulinzi na usalama wa mipaka, kurefusha punguzo la kodi la mwaka 2017 na kupunguza ruzuku kwa nishati safi. "Naamini muswada unaweza kuwa mkubwa au mzuri, lakini sio rahisi kuwa vyote kwa pamoja," alisema Musk. Kwa mujibu wa ofisi ya bajeti ya bunge CBO, muswada huo utaongeza nakisi ya bajeti kwa dola 3.8 trilioni kufikia mwaka 2034. Musk alisema hatua hiyo inaharibu kazi kubwa inayofanywa na timu ya DOGE ya kupunguza matumizi serikalini. Kwa mujibu wa taarifa kutoka Ikulu, mchakato wa kumaliza rasmi jukumu la Musk ulianza Jumatano usiku. Katika kipindi chake kifupi serikalini, Musk alipunguza nafasi zaidi ya 260,000 kutoka idadi ya watumishi wa serikali ya kiraia waliokuwa milioni 2.3. Hata hivyo, baadhi ya hatua hizi zilikumbwa na changamoto mahakamani, ambapo majaji walizuia baadhi kufukuzwa na kuamuru baadhi ya wafanyakazi warejeshwe kazini, wakiwemo waliokuwa katika programu ya nyuklia ya Marekani. Awali Musk aliahidi kupunguza bajeti ya serikali kwa dola trilioni 2, lakini baadaye alishusha lengo hilo hadi kufikia dola bilioni 150. Kipindi chake serikalini pia kiliambatana na kuporomoka kwa mauzo ya kampuni yake ya magari ya umeme Tesla, ambayo yalishuka kwa 13% katika robo ya kwanza ya mwaka huu, kuporomoka kukubwa zaidi katika historia ya kampuni hiyo. Bei ya hisa za Tesla ilishuka kwa 45% kabla ya kuanza kuimarika tena, lakini bado ipo chini kwa 10% kutoka kiwango cha awali. Wawekezaji wamekuwa wakieleza wasiwasi wao, huku Musk akitangaza kuwa sasa atatenga muda zaidi kuongoza Tesla badala ya shughuli za serikali. DOGE imekuwa kama mbuzi wa kafara kwa kila jambo, alisema Musk alipokuwa akizungumza na The Washington Post huko Texas kabla uzinduzi wa rocket ya SpaceX. "Jambo baya likitokea mahali popote, sisi ndio tunaonekana kuwa wakulaumiwa, hata kama hatuhusiki." Musk pia alitangaza ataongoza Tesla kwa miaka 5 ijayo na kupunguza michango yake ya kisiasa baada ya kutumia karibu dola milioni 300 kusaidia kampeni ya Trump na wagombea wa chama cha Republican mwaka jana. Wateja wako watarajiwa wanaangalia video hii. Kama biashara yako ingeonekana pamoja na unachokiangalia sasa, wengi wangegeuka kuwa wateja wako wapya. Tuandikie sasa info@snstz.com au WhatsApp pekee 0659 250 389. Tuifikishe biashara yako kwa wana SNS.